Karibu kwenye Typhoon Film TZ. Hapa ndipo simulizi kali, drama zenye kugusa moyo na hadithi za maisha halisi huanzia. Kila simulizi linafunza, kila drama inaacha alama, na sisi tupo hapa kukusimulia. Kabla hujaendelea, tafadhali bonyeza subscribe, like, comment na share ili tuendelee kukuletea visa vipya kila wiki. Kipaji kikiwa na mpango hakikosi mlango. Subscribe kwa mengi zaidi. Sasa tuanze simulizi letu la leo. Kadri miaka ilivyopita, Mobutu Sese Seko hakuwahi tena kuonekana kama rais wa kawaida. Alikuwa zaidi ya hapo. Alikuwa mfumo mzima wa dola. Kila uamuzi ulipitia kwake, kila hofu ilielekezwa kwake, na kila tumaini au maumivu ya taifa yalizunguka jina lake. Ndani ya Zaire, watu walijifunza kuishi kwa tahadhari. Maneno yalipimwa kabla ya kusemwa. Ukosoaji haukuvumulika. Aliyethubutu kupinga alipotea kimya kimya, au alionekana kwenye runinga akitangaza kumuunga mkono rais, macho yakiwa hayana uhuru. Wakati huo huo, Mobutu alianza kujenga utajiri wa ajabu. Akaunti za siri nje ya nchi, majumba ya kifahari Ulaya, ndege binafsi na sherehe kubwa zisizo na kifani. Inasemekana alikusanya mali nyingi kiasi kwamba Zaire ingeweza kulipa madeni yake yote kama angeamua kurudisha alichochukua. Lakini kwa wananchi wa kawaida, maisha yalizidi kuwa magumu. Hospitali hazikuwa na dawa, shule hazikuwa na vitabu, barabara zilikuwa zikivunjika, mishahara ilichelewa au haikulipwa kabisa. Watu waliinong'ona kwa uchungu, nchi ni tajiri, lakini sisi ni maskini. Hata hivyo, Mobutu aliendelea kulindwa na mataifa makubwa. Wakati wa vita baridi, alionekana kama mshirika muhimu. Dunia ilifumba macho juu ya mateso ya wananchi wake, mradi tu maslahi ya kimataifa yalilindwa. Lakini hakuna utawala unaodumu milele. Miaka ya 1990 ilipoanza, upepo wa mabadiliko ulivuma Afrika nzima. Vita baridi ilimalizika na ulinzi wa kimataifa ulianza kupungua. Ndani ya Zaire, wananchi walianza kuchoka kuogopa. Waandishi wa habari wakaanza kuandika, wanaharakati wakaanza kuzungumza. Jeshi lilianza kugawanyika. Mobutu, aliyekuwa amezoea kudhibiti kila kitu, alianza kuugua. Mwili wake ulidhoofika, lakini alikataa kuachia madaraka. Alikuwa amejitambulisha na taifa kiasi kwamba hakuona Zaire bila yeye. Lakini mwaka 1997, jambo alilolihofia zaidi lilitokea. Waasi wakiongozwa na Laurent Desire Kabila walianza kusunga mbele, wakipata uungwaji mkono wa ndani na nje. Jeshi la Mobutu halikuwa na ari ya kupigana. Mfumo alioujenga kwa hofu ukaanza kusambaratika. Mobutu alilazimika kukimbia. Hakukuwa na sherehe za kuaga, hakukuwa na hotuba ya mwisho. Aliondoka kama alivyotawala, kimya kimya, akiacha taifa lililochoka nyuma yake. Aliishi uhamishoni akiwa mgonjwa, akiwa mbali na nchi aliyoita mali yake kwa miongo kadhaa. Alifariki mwaka huo huo bila kurudi tena Zaire, nchi ambayo sasa ilirejesha jina lake la zamani, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini swali linabaki. Je, Mobutu alikuwa mhalifu wa historia au zao la mfumo wa dunia uliomruhusu? Na ni funzo gani Afrika inaweza kujifunza kutokana na utawala wake wa miaka mitatu? Katika sehemu ya 3, tutajibu maswali haya na kufungua pazia la athari za Mobutu hadi leo. Basi usisahau kusubscribe kwenye channel yetu Typhoon Film TZ. Asante.